ambapo ilikuwa ni contract, ni mkataba wa miaka 50. Na hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya Marekani kuweza kutawala dunia kwa kutumia nguvu ya dola. So wakati wanasaini Richard Nixon na King wa Saudi Arabia walikubaliana bei ya mafuta, yani biashara ya mafuta na gasi katika ule ukanda, kwa sababu Saudi Arabia ndio nchi ambayo imeendelea kwa zile nchi za kule, kwamba lazima watumie dola kuuza na kununua. Na mteja mkubwa 90% lazima umuuzie Marekani. Alafu Marekani sasa, yeye sasa ndio alikuwa anatumika kuwauzia wengine, kwa sababu ukanda ule wa Mashariki ya Kati wanategemea mafuta kununua ni Marekani, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Philippines, Italy, Poland, Belgium na Spain. Hawa ndio, na Sri Lanka na Thailand. Hawa ndio wanunuzi wakubwa wa mafuta kutoka Gulf. Sasa Marekani wakati ameshika contract ya miaka 50 ambapo iliisha mwaka jana 2025 mwezi wa 10, Saudi Arabia ilikataa ilikataa kuongeza mkataba mwingine kwa Marekani, na hapo ndipo yametokea mapinduzi makubwa ya biashara ya mafuta na nguvu ya dola kushuka. Wachambuzi wa masuala ya uchumi, siasa na vita kutoka Marekani wanasema hivi: miaka 25 ya mwanzo kwenye mkataba wa petrodola ambao ulifanyika mwaka 74 mpaka kufika 1999, petrodola ilikuwa inatumika 71%. Ndani ya miaka 25 petrodola, biashara ya petrodola, yani kununua mafuta na kuuza kwa kutumia dola, ilikuwa inatumika 71% kuanzia mwaka 1974 mpaka 1999. Kuja mwaka 2000, miaka mingine 25, 2000, kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka huu 2026 mwezi wa 4 tarehe 8 siku ya Jumatano, petrodola, biashara ya kununua mafuta na gasi kwa kutumia dola, imeshuka kutoka 71% kuanzia mwaka 1974 mpaka 1999, 71%. Kuanzia mwaka 2000 mpaka 2026 tarehe 8 mwezi wa 4 2026 imeshuka mpaka kwenye 57%. Kwa hiyo China imechukua overtake. China saizi ndio imemreplace Marekani kuwa mnunuzi ama mteja mkubwa wa Qatar gas pamoja na petrol. Ndio imekuwa mteja mkubwa wa Kuwait. Ndio imekuwa mteja mkubwa wa Bahrain, Saudia pia. Sasa mapinduzi haya yanaivunja nguvu dola kwenye kutumika katika biashara kubwa duniani. Tunajua kuanzia minerals, mafuta na gasi, dola ndiyo inayotumika. Mapinduzi ya kuanzia mwaka jana tarehe 20 mwezi wa 10, baada ya Saudi Arabia kukataa kutoa mkataba mpya kwa Marekani, China aliingia akaweka mkataba wa 7 billion, dola bilioni 7, kwa madhumuni ya kufanya biashara kwa kutumia yuan. Sasa kama Marekani akikubali kutoa base Mashariki ya Kati,
kwa kulinda utawala wa kidemokrasia, yani utawala wa haki na sheria, Marekani anaenda kuanguka, kwa sababu utawala wa Marekani umeshikiliwa duniani kuanzia mwaka 1945 baada ya vita vya pili vya dunia mpaka sasa, kiubabe, kinguvu, utawala wa uonezi, utawala wa unyang'anyi. Sasa akikubali kuingia mkataba na Iran kwa kufuata sheria na haki, Marekani anaenda kupoteza superpower suni, kwa sababu kinachosababisha Marekani awe superpower ni kwamba yeye amesambaza wanajeshi over dunia nzima, alafu alifanikiwa kuipitisha dola yake, sarafu yake ya dola kutumika kwa, yani itumike kama international business currency, yani fedha ambayo ndio iwe ikitumika kununua na kuuza. So hata kama yeye amelala, wewe huku unanunua kwa dola, unauza kwa dola, tayari unamuingizia faida yeye kwenye hizo treasury bonds zake. Sasa kitendo hiki Marekani anajua kwamba tayari overtaking back to me, yani anayemkimbiza nyuma ni Mchinese, na ndio maana unaona Mchinese naye amefocus sana kwenye masuala ya petrol na gas. Anayefanya biashara ya gas na mafuta Iran, 90% mteja wake mkubwa ni Mchina. Sasa tayari Marekani yuko sehemu mbaya. Akiingia box Iran, akatoka kule, akatoa bezi, amepotea, kwa sababu anachotumia yeye ni nguvu, kama alivyofanya Venezuela. Venezuela alimtoa Maduro. The reason kwa nini alimtoa Maduro ni kwa sababu Maduro alikataa kuingia mkataba wa petrodollar. Alikataa mkataba wa Marekani kununua gas na mafuta, kwa sababu kwenye nchi 5 za kutoa zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani, Venezuela imo ndani. Russia, Qatar, Saudia, Iraq, Iran, Kuwait, Bahrain, hizi ni nchi ambazo zinazalisha mafuta kwa wingi. Nigeria, Algeria, Norway zinazalisha kwa wingi sana. Alikataa. Alipokataa akatolewa, regime change, wakampachika aliyekuwa vice president, makamu wa rais wa Venezuela, Denis, mama huyo, mpaka leo hii ana act kama rais, amewekwa na Marekani. So Marekani anatumia yeye ni nguvu ya usaliti, akusaliti, awachonganishe, yeye aje achukue mafuta. Sasa utawala huo kwa sasa hauna nafasi tena. Ndio maana unaona Ulaya wameamua kumtenga, na hii imekuja baada ya kutumia nguvu Venezuela na kutaka kutumia nguvu kule Greenland, ambapo ni kisiwa kinamilikiwa na Denmark. Denmark kwenye Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya hawezi kumtetea eti kwa sababu ni Marekani rafiki yao wamtetee, alafu wampoze Denmark, kwa sababu wanajua kabisa kama Marekani akifika Denmark akachukua ile Iceland, years come atataka kuichukua Denmark. Akichukua Denmark, manake tayari kule Norway ndio nchi ya kwanza kwa mafuta Ulaya nzima, natoa 30% Ulaya mafuta na gasi, na ndio nchi ambayo ina save kidogo. Russia akitikisika, Norway anawasaidia. Hasa ukiangalia pale Denmark na Norway ni majirani. So akichukua Greenland, years to come ataisumbua Denmark, ataisumbua Norway, kitu ambacho Ulaya washamjua. Ulaya ndio watu wa political, wao ni wanasiasa wao kabla hata Marekani hajaamka. Sasa kumtenga ni kumkata nguvu. Sasa mshirika mkubwa ambaye anaweza kumsaidia Marekani direct ni Muisraeli.